Ni kwenye kitongoji cha Likuluwilu kinachopatikana kwenye kijiji cha Hiari ndani ya halmashauri ya Mtwara mkoani Mtwara, ambapo leo tumefika hapa mara baada ya kupokea taarifa kwamba ndani ya nyumba hii ambayo ilikuwa inamilikiwa na ndugu Sebastian Manjilo umekutwa mwili wake ukiwa unaning'inia chumbani akiwa amefariki dunia, na chanzo cha kifo chake mpaka sasa hakijafahamika. Faida Online TV, watu wa Field Pass na Hiana, tumefika hapa kwa ajili ya kukuandalia taarifa hii. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa Field. Tukawasikilize baadhi ya watu mashuhuda wakielezea tukio hilo lilivyokuwa. Mimi naitwa Juma Hassan Isa Mpelembe, ni mkazi wa eneo la mtaa wa Likuluwilu, kata ya Mayanga, tarafa ya Mayanga. Huu ni jirani yangu, lakini pia ni kama rafiki yangu, na mimi nimegundua leo, ijapokuwa kuna siku 2-3 zilizopita nilikuwa kama natia wasiwasi kwa sababu ya kuto kumuona toka juu zile jana. Leo kilichonileta hapa mpaka nikagundua kuna kuku wake walikuwa wanalialia hapa kama wamekamatwa. Nikaja hapa nikaangalia, mbona kuna usalama tu. Baadaye nikakuta hii basikeli kama siku zote inavyokuwa, toka juu zile nikuta basikeli mbona kila siku, jana juzi nimekuta ipo hapa. Kwa nini? Nikaanza kuangalia huu mlango nilipoangalia nikakuta huu mlango kumbe umefungwa kwa ndani. Ni kitu ambacho kilinishtua. Baada ya hapo kana huu mlango umefungwa kwa ndani, na huyu bwana toka juzi sijamuona, lakini aliwahi kunipa taarifa siku moja kwamba bwana, mimi naishi hapa peke yangu, hapa ninapoishi sina mke sina mtoto, kwa inawezekana nikafa hapa ndani, wewe ukawa hujui chochote. Kwa nini nakuomba siku ambayo utaniona nimepotea, kwamba sipo, sionekani mazingira ya aina hii, uje kuniangalia huko ndani. Mbona kama alitabiri kifo chake? Inawezekana uje kuniangalia huko ndani, inawezekana ikawa naumwa sana au nimekufa. Kwa hiyo naomba uje kuniangalia huko ndani. Mimi nikachukulia tu yale mambo ya kawaida, kwa sababu binadamu anapokuwa mzima si atufikiria yale mambo ya kufa sana. Kwa hiyo nikaona leo, kwa hiyo nilipokuja hapa nikaangalia, nikaona mazingira aina hii, ikabidi muite jirani mwenzangu yule pale, nikamuita, tukashirikiana hapa, tukaangalia huko ndani, hatukufanikiwa. Ikabidi tumuite ndugu yake ambaye ni huyu, nikamwambia njoo kwanza. Tukaja hapa tukashirikiana, tukavunja mlango, tukaingia huko ndani. Kuingia kule ndani tukakuta huyu bwana amejining'iniza pale. Kwa namna mlivyomuona ni kama amejining'iniza lini? Nahisi kama siku 3 zilizopita hivi, kulinganisha jinsi alivyo. Kwa majina naitwa Shafii Said Rashidi, ni mkazi wa kitongoji cha Likuluwilu, kijiji cha Hiari, kata ya Mayanga, tarafa ya Mayanga. Marehemu naije? Marehemu ni kaka yangu. Ameacha watoto, pengine mke? Ameacha watoto 3. Ila mwanamke alikuwa naye akamwacha. Hapa alikuwa anaishi na nani? Alikuwa anaishi peke yake. Nyumbani ya kwake? Hapana. Hapa alipewa hifadhi ya kuishi, lakini ndio pamekuwa kama kwake. Kabla ya kifo chake mlishawahi kuonana siku 2-3? Kabla ya kifo chake nilishaonana naye kwa sababu nilikuwa na shida, na yeye akiwa kama kakaangu na mtu wa karibu, nikamfuata. Nilikuwa na shida kwenda kuchukua pikipiki ya mkataba. Kwa hiyo katika kukabidhiwa pikipiki natakiwa awe shahidi, na shahidi lazima awe ndugu au mtu wako wa karibu. Kwa hiyo nikamfuata, tukaongozana Mbue. Ilikuwa tarehe 12 siku ya Alhamisi. Alikuwa shahidi na umepata pikipiki? Ndio. Baada ya kurudi akanikalisha chini, akaniambia, mdogo wangu, pikipiki umepata. Tuliza akili, hii pikipiki itatusaidia, sio wewe sio mimi. Siku mtu likimpata tatizo, hii pikipiki ndio itasaidia kutatua hayo matatizo. Baada ya hapo tukaachana, hatujaonana tena. Kwa shahidi wa pikipiki amefariki? Amefariki. Agnes Josefu, nakaa Hiari. Huyu marehemu naye mwanangu, mtoto wa dada. Niko shambani, kaja mwanangu yule akanichukua, akaniambia, mama twende, kaka anaumwa. Nikamwambia kama amefariki niambie, kuumwa huko kunija shambani kweli? Twende. Kwa ile kanipakia kwenye pikipiki, kafika njiani mule ndio akanistua.
Akawaambia wenzake, mimi naenda huko na sindikiza bi mkubwa huyu kaka amejifunga kamba amekufa. Nikaona da kunificha huko mimi sababu gani mwanangu? Si basi hivi wafichani. Basi mimi kuja hapa. Kawa basi kuja kuangalia mambo yenyewe kati yenyewe hiyo. Mpaka wenzangu wamekuja kunikuta mimi hapa. Kwa hiyo tetesi zinasema chanzo ni nini? Wala sijui chanzo, hatujui tu chanzo cha alichojua huyu mtoto. Hatujui, ana kuacha maagizo yoyote, ya kuacha neno lolote, ya kuacha karatasi tu. Ndio. Watoto wake wako wapi? Watoto wake wawili wako Lindi. Mmoja yupo Madango. Wote walikuja? Hawajafika bado. Tupata nafasi ya kuzungumza na mwenyekiti wa kijiji hiki cha Hiari, naye akielezea namna alivyopata taarifa ya kifo hicho. Jina langu naitwa Hassan Abdalla Jiti, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Hiari. Tuambie taarifa ya hiki kifo ambacho kimetokea kwenye kijiji chako. Taarifa ya kifo ambacho kimetokea kwenye kijiji changu, asubuhi nimepata taarifa kwamba kuna mtu amejinyonga katika maeneo ya mwisho wa lami. Niliondoka na mtendaji wa kijiji kwenda kushuhudia ile tukio. Na nyinyi mlipofika mlimkuta kwenye mazingira gani wa marehemu? Tumemkuta ameshafariki na bado ananing'inia pale juu. Tukawaelekeza kwamba asiguswe. Badala ya hapo tulitoa ripoti kwa polisi wa ngazi ya kata. Mmemkuta akiwa katika hali ya kawaida au alikuwa ameharibika? Ashaharibika. Tumemkuta ameshaharibika, yani kwamba hajafa leo kifupi. Okay. Kwa hiyo baada ya hapo, baada kumpa taarifa yule askari ngazi ya kata, na yeye naona akatoa taarifa ngazi zake zingine za juu. Baada ya hapo askari walikuja kujiridhisha na mwisho wa siku aliruhusu yule marehemu azikwe. Okay. Kwa hiyo amegundulika leo. Ndiyo. Na leo amezikwa. Na amezikwa leo saa 10. Tumezungumza na kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara SACP Isa J Suleiman, na amesema tukio amelipata lakini linaendelea kufanywa kazi. Halo. Naam kamanda, habari za wakati huu? Njema. Naam, tumepata taarifa ya kifo cha bwana mmoja ambaye amejinyonga kwenye kijiji cha Hiari hapa, na tuko katika eneo la tukio. Labda taarifa imefika ofisini kwako? Imefika lakini ndio bado sisi ile nafikiri tunaelekea huko ili kutujulisha sasa kinachotokea ni nini. Okay, nakushukuru sana. Okay, asante. Sawa. Hivyo basi kwetu tunaendelea kufuatilia kwa ajili ya kuweza kujua nini chanzo cha kifo hicho. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.